Karibu kwenye ufukunyuzi wa masuala ya kandanda. Mimi ni mtu safi KM Mpoa na leo tunaangalia ubora wa Simba kimataifa. Na hapa tunajikita zaidi kuangalia katika kombe la CAF Champions League na CAF Federation Cup. Sasa siko peke yangu, niko na Ahmed Simon Mtokila ambao tunakuja kuzungumzia namna gani Simba amepanda rank kwenye vilabu bora barani Afrika. Kutoka kwenye mitandao ya kijamii, sisi ni wafukunyuzi. Kumbuke kwamba mwanzoni Simba alikuwa anashika nafasi ya 6, lakini hivi sasa tunazungumza sio Simba nafasi ya 6. Sasa hizi kuna namna amepata pointi kadhaa, amepata nafasi nyingine ambayo ni nzuri zaidi. Yes, kwa hiyo tutaja kuzungumzia ni namna gani na sababu gani ambayo imempelekea Simba kutoka nafasi ya 6 kwenda nafasi ya 4 ambayo hivi sasa ameshikilia hapo. Sawa kabisa. Na safari ya Simba bana kupanda kutoka nafasi ya 6 kufika nafasi ya 4 ilianza muda mrefu sana. Na kwa kile ambacho tunacho kwa mjibu wa takwimu ni kwamba kuna mechi kadhaa zilichezwa kuanzia Septemba 22, 2024 na mpaka juzi tarehe 9 sasa ambapo alicheza na Al Masry nyumbani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kwenye uwanja ambao sisi tunasema ukifika kwenye uwanja huo bana hatoki mtu. Kwa hiyo nimpitishe mfuatiliaji wa fukunyuzi kwenye zile mechi ambazo zilichezwa mpaka kufikia tarehe 9, alafu kisha tutaangalia kuanzia hapo. Tuangalie kwamba kuanzia hapo nini kili happen. Sasa kwa haraka ni kwamba tarehe 22 Septemba 2024 ni kwamba Simba ilicheza na Al Hilal, mchezo wa kwanza huo. Mchezo wa kwanza kabisa. Na hapo bwana Simba ilikuwa nyumbani, ikapata ushindi wa magoli 3 kwa Mkapa kwa 1. Kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa magoli 3 kwa 1. Lakini tarehe 24 Novemba 2024 Simba ilicheza na Bravo, Simba ikiwa nyumbani, na hapo pia ikapata ushindi wa goli 1-0. 1 kwa Nunge, 1 kwa Yai dhidi ya Bravo. Lakini tarehe 8 pia Disemba 2024 Simba bana ikaenda ugenini kule na ilienda kucheza na SC Constantine Warabuni huko. Lakini haikuwa bahati kwa Simba. Simba ilifungwa magoli 2-1 ambao alifunga Mohamed Hussein goli 1 hilo. Tarehe 15 Disemba pia mchezo ulichezwa, lakini hapa sasa Simba ilikuwa nyumbani kwa Mkapa. Pale kwa Mkapa. Palipoungua shoka mpini ukabaki. Pale bana huwa hakuna mbambamba. Sasa katika mechi hiyo Simba iliwachakaza SC Sfaxien magoli 2-1. 2-1. Kwa hiyo Simba pale ikapata ushindi kama ilivyo kawaida nyumbani. Simba hajawahi kutuangusha. Kwa hiyo tukiachana na hiyo mechi, tarehe 5 ilikuwa Januari mwaka huu wa 2025 SC Sfaxien bana ikiwa nyumbani ikafungwa na Simba. Simba akashinda ugenini. Ikaonyesha ubabe ugenini. Sio nyumbani tu. Hadi kwa Mwarabu. Haya mambo tunasikia kwa kilabu tu kama Simba. Wengine watatusamehe. Sasa Januari 12 pia 2025 Simba ikaenda ugenini kucheza na Bravo. Na kule bana wakatoshana nguvu ya kufungana goli 1-1. Tarehe 19 pia Januari 2025 bana SC Constantine iliwakaribisha Simba. Na katika mechi hiyo ya tarehe 19 Januari Simba haikuwa na bahati bana, ugenini ikachakazwa kwa magoli 2-0. Sasa nimpeleke mfuatiliaji wa fukunyuzi tarehe 2 Aprili ilikuwa ni mwaka huu wa 2025. Sasa Al Masry wakawakaribisha Simba nyumbani. Sasa Al Masry baada ya kuwakaribisha Simba nyumbani bana kilichowakuta Simba ilikuwa ni ngumzo. Wapinzani wakafurahi, wakachekelea Al Masry hao. Wachambuzi kama kina Hans wakasema mambo mengi. Simba imejiwekea mlima wa Everest. Mlima mkubwa wa Everest. Kitu kingine ambacho nitaka kuzungumza hapa kwenye timu ambazo zimecheza shirikisho,
moja ya timu ambayo imeonekana ina uwezo wa kutumia uwanja wa nyumbani ni Simba. Miongoni mwa timu ambazo zimetumia vizuri uwanja nyumbani ni Simba. Angalia mechi zote ambazo zimechezwa katika uwanja wa Mkapa. Ametumia vizuri, hajawahi kupoteza. Umeona? Kwa hiyo imeonekana ameenda Al Masry ameshinda, amefungwa, lakini ukija kwa Mkapa anaendelea na ile safari. Hatoki kwa. Turudi sasa tarehe 9 Aprili juzi tu. Ilikuwa ni mechi ya maamuzi kwenda nusu finali. Mechi ya maamuzi, kila mtu anasema Simba hatoboi, watu wameshikilia mioyo, wachungaji wakaalikwa, mashehe, watu wengi, wazee wakaenda kulinda uwanja, mambo yakawa mengi, yani watu hawaelewi. Mashabiki wanasema hatutaki mashabiki wa timu nyingine wanakuja kuharibu. Mikwala ikawa mingi, mambo mengi, watu warefu. Watu warefu wakasema nyinyi mliogopa watu wafupi. Watu warefu wanakuja pale watafanya. Mambo yaliwaka. Bana Al Masry wakajichanganya tarehe 9 wakaingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tanuru la moto lile. Pale. Sasa kitu walichofanywa kwanza, kipindi cha kwanza tu wakapigwa magoli 2-0. Sikafika muda wa matuta. Ndio. Penati zikamalizika. Simba wakiwa wamefunga penati 4. Ndio. Al Masry wakiwa na penati kamoja. Ndio. Kamoja tu. Ndio. Sasa aggregate yake ikawa ni magoli 6-3. Ndio. Na kutokana na muda niachane na hilo sasa, kwamba hivyo ndivyo ambavyo Simba ndivyo ilivyotafuta kufuzu kwenda nusu finali. Sasa hii ya kufuzu kwenda nusu finali ndio sasa inatupa hiki tunachokizungumza kwa leo cha ubora wa Simba kufika nafasi ya 4. Kufika nafasi ya 4. Kwenye vilabu barani Afrika. Tukumbuke kwamba hapo awali Simba ilikuwa nafasi ya 6. Pale moja kabisa ilikuwa ni Al Ahly. Halafu namba 2 alikuwa ni Esperance de Tunis. Namba 3 alikuwa ni Mamelodi Sundowns. Halafu namba 4 alikuwa ni Zamalek. Na namba 5 alikuwa akishikilia Wydad Casablanca. Sasa namba 6 ndo alikuwa Simba. Sasa baada ya kuichakaza sasa hii Al Masry, kuna watu wameshuka hapo, wameporomoka, na kuna watu wameshuka hapo, watu wawili wakaanza kutetemeka. Kumbe Simba mpaka Mwarabu amemwacha. Kamwacha hadi Mwarabu bwana. Simba sio mchezo. Bana baada ya hapo ikaongeza pointi 5. Sasa baada ya kuongeza pointi 5 ikajikuta sasa imepata pointi 43. Kufika nafasi ya 4. Kufika nafasi ya 4. Sasa juu pale akasimama Al Ahly. Halafu namba 2 akasimama Sundowns. Namba 3 akasimama Esperance de Tunis. Halafu namba 4 akasimama mnyama mwenyewe yule wa kufunga Simba huyo. Simba Farume Wanyika. Sasa wenzetu wakawa nauliza, wenzetu upande wa pili watani wako nafasi ya ngapi? Nafasi yao sio kwenye 10 bora. Imeshuka na wenyewe. Imeshuka tena. Imeshuka. Na haina uwezo wa kupanda. Hata panda inaenda wapi? Kwa sababu unajua hiyo ndio upande lazima wewe unashiriki michuano. Tukutane msimu ujao labda. Baadaye kidogo. Kwa hiyo inashikilia nafasi ya 11. Kwa hiyo ni umbali mrefu sana, inahitaji ikaze. Yenyewe inashika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 34. Sasa ni kwamba kwa mujibu wa namna ambavyo hizi timu zinapanda viwango vyake, ikiwa Simba itafuzu na kubeba hili kombe, yani kama itafuzu na kubeba hili kombe, basi Simba itaenda kuikaribia kwa ukaribu kabisa Esperance de Tunis, ambayo yenyewe haina uwezo wa kupanda juu kwa sababu haiko kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ikisha ikaribia itakuwa na pointi 53. Kwa sababu ikifunga tu timu ambayo itacheza nayo kwenye nusu finali itaongeza pointi 5. Sasa ikiingia finali itaongeza zingine 5. Kwa jumla zitakuwa ni pointi 53. Kuna kitu kingine hapa tumeona Mamelodi Sundowns ana pointi 57. Esperance de Tunis ana pointi 57. Kuna swali hapa, kuna mtu anataka kuuliza kwamba kwa nini Mamelodi Sundowns amesimama nafasi ya 2 na sio Esperance de Tunis. Hapa statistics inakujaje? Inakuja hivi, Mamelodi Sundowns kwenye kuhesabu pale, wanavyohesabu wanahesabu kwamba ni timu gani ambayo imekusanya pointi hivi karibuni. Na mwingine amekusanya pointi kwenye misimu iliyopita. Esperance de Tunis amekusanya pointi nyingi kwenye
misimu iliyopita tofauti na Mamelodi Sundowns. Ndio maana Mamelodi Sundowns amepewa nafasi ya pili, Esperance Tunisia amepewa nafasi ya tatu. Ingawa pointi zinalingana. Na ndio maana mtaka kuzungumza hivi ukasema Mamelodi Sundowns endapo sasa atashinda kwenda nusu finali, kwenda finali. Is it? Endapo atashinda kwenda finali. Yes. Ataongeza point. Ataongeza point ya kwa sababu yeye yuko kwenye mashindano, sio hivyo? Na Simba kama atashinda ataongeza point. Lakini Al Ahly Esperance de Tunis hayupo na hawezi kuongeza kwa isilete mchanganyiko kwamba kwa nini wote wamelingana pointi lakini wametumia hicho kigezo kwamba Mamelodi Sundowns amekusanya point hivi karibuni, lakini Esperance Tunisia alikusanya kwenye msimu uliopita. Wameangalia historia kwa ndo kama hivyo. Sasa bila shaka mfuatiliaji wa Fukunyuzi atakuwa ameelewa, na wale wa upande wa Simba, mashabiki wa Simba na wadau wa soka wanaoipenda Simba watakuwa wamefurahia sana zaidi kuhusiana na namna ambavyo Simba imepanda viwango hivi. Na kufika nafasi ya 4 sio jambo dogo, maana yake inapopanda zaidi pia inakuza na ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo inakuwa na mchango mkubwa. Na sisi bana hatuna la ziada, tumkumbushe tu mfuatiliaji asisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram na Facebook tunatumia Mtu Poa, kule TikTok tunatumia Mtu Safi, ukiingia kule YouTube tunatumia Simulizi Forum TV. Ahmed, naam, tuambieje basi watu hapa? Bye bye. Yeah. Hatuna la ziada.